Waziri Nanauka amesema hayo hapa wilayani Iramba wakati alipokuwa akitoa mikopo ya shilingi milioni 363 kwa vikundi vya vijana kwa ajili ya kuwawezesha kiuchumi, na hapa anatoa kauli ya serikali ili kuhakikisha mikopo hiyo inatumika ipasavyo. Ninapenda kusisitiza kwamba serikali inapotoa mikopo inalenga kuona fedha hizo zinatumika kama mtaji wa kuzalisha na si kama fedha za matumizi yasiyokuwa ya lazima. Kwa sababu tumewapa mafunzo, tunaamini fedha tunazowapa na kwa usimamizi wa taasisi ya fedha ambayo tunaingia nayo mkataba zitatumika kwa makusudi maalum. Katika hatua nyingine, Nanauka amesema serikali licha ya kuwapa mikopo hiyo vijana ambao wana kiwanda cha kuchakata mafuta ya alizeti katika kijiji cha Makunda, pia wamepewa mashine kubwa ya kuchakata mafuta na gari aina ya lori kubebea mazao, ikiwa ni njia mojawapo ya kuhakikisha wanaongeza uzalishaji wa alizeti ili kukabiliana na upungufu wa mafuta hayo hapa nchini. Tumewapa mashine ya kuchakata malighafi, tumewapa na usafiri pia wa kusambaza malighafi, lakini tumeshawapa na soko la kuuza malighafi yao. Na huu ndio uwezeshaji ambao tunaofanya kama wizara. Awali mkuu wa wilaya Iramba Suleiman Mwenda, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi wa maendeleo ya jamii Daktari Regina Malima walikuwa na haya kusema. Mpaka 2020 vikundi ambavyo vilikuwa vimesajiliwa na halmashauri vilikuwa ni vikundi 98. Hivi sasa tumeongeza idadi hiyo na mikopo ambayo tumeshaitoa kwa vijana ni zaidi ya milioni 500. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa Waziri, taarifa za shughuli mnazozifanya kama wizara ziwafikie na wengine. Kwa upande wake meneja wa CRDB kanda ya kati Andrew Mweziwa na wanufaika walikuwa na haya ya kusema. Tunawapa mafunzo ili mwisho wa siku hii hela aliyoipata iende kwenye kusudi ambalo limekusudiwa. Tunatarajia uzalishaji kwa bora zaidi na uzalishaji kwa mkubwa kulingana na mashine tulizopata za kisasa. Mikopo hiyo ambayo ya shilingi bilioni 200 imetolewa na serikali kwa kuwezesha vijana kiuchumi nchi nzima. Kutoka hapa katika kijiji hichi cha Makunda ambapo leo hii kupitia mikopo ya vijana wameweza kukabidhiwa zaidi ya shilingi milioni 360, ikiwa ni njia mojawapo ya kuwawezesha vijana, ikiwemo na gari hili hapa nyuma yangu kwa ajili ya kuweza kukusanyia mazao ya alizeti. Ni mimi Elsate Mkumbo, Makunda, Iramba, Singida. Katika kuendelea kukupa habari za kina na uhakika kupitia taarifa ya habari ya ITV, Jiji Letu, habari za saa na hapa na pale, ITV inakutambulishia waandishi wake mahiri wanaopatikana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, wakikuletea kila tukio linalotokea ndani ya saa 24, siku 7 za wiki 4 za mwezi na miezi 12 ya mwaka. Nikiripoti kutoka katika kata hii ya Mtina, halmashauri ya Tunduru, mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV. Kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mimi ni Jacqueline Silemu, ITV. Kutoka hapa ofisi za idara ya habari maelezo zilizoko hapa Mtumba jijini Dodoma, mimi ni Ezekiel Mtonyole wa ITV. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Ahmad wa ITV. ITV Superbrand Afrika Mashariki. Usikose kufuatilia taarifa ya habari ya ITV kila siku za wiki, ikiwa na matukio muhimu ya kijamii, kisiasa, utamaduni, biashara na uchumi, pamoja na habari za michezo na burudani ndani na nje ya mipaka yetu. Ni saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku. Tutakuwa na taarifa kutoka kila kona ya jiji la Dar es Salaam katika taarifa za Jiji Letu, Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 kamili usiku. Pia saa 12 asubuhi tutakuwa na habari za kitaifa zikihusisha habari za kijamii, kisiasa, kiuchumi na kitamaduni kutoka ndani na nje ya mipaka yetu. Habari za saa ni kila baada ya saa 1 kutoka ndani na nje ya Tanzania, tukikukusanyia habari za kijamii, kisiasa na kiuchumi kutoka kwa waandishi wetu wabobezi katika masuala ya habari. Ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:55 asubuhi hadi saa 8:55 alasiri.
Katika kukuletea habari muhimu zilizofanyiwa uchunguzi wa kina, usikose kujiunga nasi kila siku za wiki saa 12 jioni katika Hapa na Pale, kutoka kwa waandishi wetu mahiri waliotapakaa kila pembe ya nchi. Habari za ITV pia zinapatikana mubashara kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV Daima, Super Brand Afrika Mashariki.